soka nchini. Rage amesema hayo kufuatia klabu ya Yanga kuibuka na kuiamuru ama kuitaka bodi ya ligi kutekeleza matakwa yao manne walioyaainisha hapo jana, ndipo wakubali kucheza kunako mchezo wa dabi ya Kariakoo utakaopigwa ama umepangwa kupigwa Juni 15 mwaka huu. Kitu kikubwa ni kuheshimu maamuzi ya vyombo vya juu vyenye mpira wao hapa nchini Tanzania. Kwa hiyo huo ndio ushauri wangu mimi. Msimamo walionao Yanga kutokucheza Juni 15, na ukitazama hoja zao wana sababu za msingi. Walioahirisha mechi ni bodi ya ligi na TFF. Simba hawahusiki hata kidogo. Simba walisema kwa maneno au hata kama waliandika, lakini baadaye ya Simba yalifutwa kwa TFF au bodi kuahirisha ile mchezo. Kwa hiyo kukaa kusema kwamba Simba walikataa mchezo usichezwe, hakuna ukweli huo. Kwa kuzingatia hoja za klabu ya Yanga, wameomba baadhi ya viongozi wajiuzulu. Hili wewe umelipokeaje? Jaribu waambie watu wa CAF au wa FIFA hiyo statement ya kwamba tunataka kamati ya nidhamu ya CAF au ya FIFA jiuzulu, uone moto wake. Unajua ndugu yangu, ni kama vile nyinyi radio yenu ya Cloud mko chini ya CCRA ya nadhani. CCRA wakikupeni maelekezo hivi, unaweza mkawaambia kwamba sisi haturushi matangazo mpaka mkurugenzi wetu wa CCRA aondoke. Lazima ifike mahali tuheshimu kanuni na utaratibu wa kuendesha mpira katika nchi hii. Mwenye mamlaka, siku zote nimerudia zaidi ya mara 20 nimeongea, mwenye mamlaka ya kuahirisha mechi, kuchagua uwanja, peleka, yani ukubali uwanja au kukataa uwanja, ni TFF na bodi ya ligi. Ukishakubali kuelewa hilo, then you are safe, you don't have any problem. Huyo ni mwenyekiti wa zamani wa klabu ya soka ya Simba, lakini pia ni mdau mkubwa wa michezo. Aliwahi kuhudumu kunako mamlaka za soka hapa nchini, Njenge Master Tindo pamoja na Farhani Kihamu. Yeye kwake mtazamo wake ama akisisitiza kuheshimiwa kwa mamlaka za soka, vyombo vya juu ambao vimekuwa na maamuzi. Nadhani ukimsikiliza ni namna ambavyo alifuatilia mazungumzo ya klabu ya Yanga baada ya kikao na bodi. Kumbuka ile press iliyofanywa na klabu ya Yanga baada ya saa 11 jioni. Yeye amechukulia kama Yanga hawajaheshimu mamlaka. Yani kuzungumza Yanga alichokizungumza ndo kuto heshima mamlaka. Kama mmemsikia vizuri. Mimi nafikiri mzee wangu Alhaji Ismail Aden Ragi kama angetoka mwanzo kusema kwamba mamlaka hazijaheshimu taasisi, hawajawaheshimu wadau wa mpira wa miguu, ingekuwa iko sahihi sana. Najua unapoanza wewe kumkosea mwingine heshima, alafu mwingine akireact, haipaswi kuonekana kwamba mwingine anakosea. Kwa nini? Kwa sababu wapo watu ambao waliathirika na mchezo ule wa dabi ya Kariakoo kutopigwa tarehe 8 mwezi wa 3, mchezo nambari 184. Utamwambia nini mama ntilie ambaye alikopa kwa ajili ya kwenda kupika kwa Mkapa akiamini baada ya mchezo atarejesha marejesho? Utamwambia nini mmiliki wa baa ambaye alichukua labda mzigo wa vinywaji akiamini kwamba ni siku ya kuuza? Utamwambia nini stakeholder ambaye alikuwa labda anauza maji mle uwanjani, keki, na watu wakanunua mzigo wa kutosha? Utamwambia nini shabiki ambaye alitoka Ngara, Kagera? Utamwambia nini shabiki aliyetoka Ruvuma kuja kutazama dabi ya Kariakoo, nauli yake, kiingilio chake? And by the way, mchezo umeahirishwa saa 6 mchana, alafu si bodi wala TFF ambayo ilitamka neno kuomba radhi, kutoa press release ya kipekee ya kuomba radhi wadau wa mchezo. Ni Azam peke yao, Azam TV kama broadcaster ambaye alizungumzia hasara iliyoingia na kuomba radhi wateja wake.
Sasa kama tunamtreat mteja wako ambaye ni mdau, shabiki wa mpira, ambaye wewe huna guts za kumuomba radhi, maana yake unatuambia je, mfumo wa kitaasisi dhidi ya wanachama wako ambao ni klabu na hizi wakina bodi ya ligi unaishi nao vipi? Kwa hiyo nafikiri bodi na TFF ndo walikuwa watu wa kwanza kutoheshimu wadau wa mpira, ikiwemo klabu ya Young Africans, ambayo unapoitaja Yanga maana yake unataja mamia na maelfu au milioni ya wanachama na mashabiki ambao wako nyuma wakizishabikia hizi timu. Sasa Young Africans anachokipigania sasa hivi ni heshima ambayo imepotezwa, ama heshima ambayo inataka kupotezwa. Sasa mtu huyu anapojaribu kusimamia misingi ya taasisi yake na kusimamia integrity ya mchezo, haipaswi kuonekana kwamba hana nidhamu. Kama wanaona Yanga hana nidhamu, kama wanaona Yanga anakosea, nafikiri walipaswa kuwawajibisha Yanga. Si umeelewa vizuri? Kama jana tu bodi ya ligi imewaita wajumbe wa kamati ya utendaji ya Yanga na kuongea nao, maana yake ni kwamba kitendo cha kuitana na kufanya mazungumzo, kitendo cha kutotoa hukumu mpaka dakika hii, maana yake ni kwamba hakuna mwenye makosa mpaka dakika hii. Mwenye makosa atapatikana baada ya kuleta ripoti ya uchunguzi ambao ulifanyika kuonesha kwa nini mchezo haukupigwa, ripoti ambayo Young Africans amekuwa akiipigia kelele. Sasa ndio maana nasema kwa sababu baada ya jana ilitolewa taarifa na bodi ya ligi. Inasemaje taarifa kuhusu ripoti, inasemaje? Maana wanachotaka Yanga na Simba ni ripoti. Niambie Kampisa, bodi ya ligi walisemaje? Wametoa maelekezo ama maelezo kwa kile ambacho kilijadiliwa ndani. Yanga waka counter attack na wenyewe. Kwenye uchunguzi walisema kitu gani? Kwa sababu wale jana walizungumzia zaidi yale matakwa manne ya Young Africans. Lakini kuna kitu kimoja, yale ni matakwa ya Yanga. Lakini bado kuna kitu ambacho kinasaulika. Bodi alituambia mchezo umesimamishwa, umehairishwa kupisha uchunguzi wa sababu ambazo ziliwekwa wazi. Simba alisema hatocheza mchezo mwingine pasipo na uchunguzi kukamilika na waliohusika wawajibishwe. Sasa basi, ule uchunguzi, Karim Boimanda, afisa habari wa bodi ya ligi, akasema bodi si chombo cha uchunguzi, wameachia swala kwa mamlaka. Ni mamlaka gani? Tunachunguza kitu gani? Ili labda sisi waandishi tujue kwamba kama inachunguzwa rushwa ni PCCB, kama inachunguzwa tishio la kiusalama ni jeshi la polisi Tanzania. Tunachunguza kitu gani ambacho hiki kina kificho ambacho hakitajwi? Na ripoti hii ya uchunguzi, ripoti hii ya uchunguzi ambayo haisemwi wazi hadharani kwamba nini kinachochunguzwa. Vipi ripoti ya uchunguzi ikachukuliwa na watu wanaochunguzwa? Shikilia hapo. Nadhani wakati anagusia hapa Farhani kuhusiana na issue ya ripoti ya uchunguzi, kuna dokezo jana kutoka Young Africans kwamba ripoti ipo tayari. Sio? Kwa mujibu wa afisa habari wa klabu ya soka ya Yanga Alikamwe, dokezo lake baada ya kutoka kwenye vyombo vya habari ni kwamba ripoti ya uchunguzi ipo tayari. Na katika mazungumzo yao ndani ya kikao ambacho kilikaliwa asubuhi ni kwamba kuna baadhi ya vitu vilizungumzwa, japokuwa bodi hakuwa tayari kuzungumza. Baada ya kile kikao, Young Africans wakatoka na kuja kuweka hadharani. Inawezekana hiyo ni sehemu ya kutokuheshimu mamlaka ambazo zenyewe zilikuwa bado hazijafikia hatua ya kuachia huo uchunguzi. Mbona si kuelewa hapo? Nasema hivi, baada ya Almas Kasongo kutoka kwenye kikao, ndio hakugusia swala la uchunguzi, ripoti ya uchunguzi. Ndio. Yanga baada ya kutokuridhishwa na taarifa hiyo walitoka wakasema kwamba ripoti ya uchunguzi kilichoaisha mechi ya Machi 8 dabi ipo. Lakini ukisikia bodi, sisi kwa bodi. Okay. Lakini bodi ya kuzungumza hilo. Lakini bodi hiyo haina hata masaa 72. Nadhani haina hata wiki, hata siku 5. Karim Boimanda akasema bodi si chombo
cha uchunguzi na swala hilo lipo kwenye mamlaka ambazo zinachunguza. Ndio maana tukaulizana ni mamlaka gani zinazochunguza na kipi ambacho kinachunguzwa, kwa sababu kuna kitu ambavyo vinagongana ambavyo kampisa inatakiwa viwekwe sawa. Wakati Simba anatoa taarifa lazima tuweke sawa, ieleweke. Simba alitoa taarifa ya kwamba inatakiwa ifanyike uchunguzi, alafu watu waliohusika na vurugu wawajibishwe ili mchezo uweze kupigwa. Ulitajwa uchunguzi, hukumu ambayo ni watu kuwajibishwa, next ni mchezo kupigwa. You understand? Yep. Yanga hakuwa na shaka na hilo, na ndio maana moja kati ya vitu kiachana na madai ya alama kwa CAS, aliomba request for a stay kwamba mchezo usipangiwe tarehe mpaka turudi kwenye swala la msingi. Umeelewa, ambapo moja wapo ni swala la nini, la uchunguzi. Sasa basi ndio maana Ali jana akasema kwamba kuna mtu ambaye alipiga simu ili milango isifanyaje, isifunguliwe. Sasa kama Ali anazungumza hicho kitu, maana yake ipo, kama ipo kwenye ripoti, kwa nini hatuweki wazi? Na hapo hapo wakati Simba naomba ripoti kwamba hatocheza bila ripoti, bodi na TFF wakatangaza tarehe ya mchezo kwamba itapigwa Juni 10 na ngapi? 15. Simba kaipokea tarehe, akachagiza watu wakate tiketi, watu waende uwanjani. Ripoti haikutajwa, watu kuwajibishwa haikusemwa, wakati bodi tu ametangaza ile tarehe. Leo asubuhi ndo siku ambayo Simba anakuja na swala la nini, la ripoti ile na watu wawajibishwe, alafu hapo anazungumzia mchezo. Ndio maana tukarudi mwanzo tukasema, je, vipi kama Simba anahitaji tarehe 15 mchezo upigwe, lakini ripoti bado haijatoka? Je, ameshajiridhisha? Mwanzo alisema anahitaji uchunguzi ukamilishwe, ripoti itolewe na watu wawajibishwe. Je, anakula matapishi yake kwamba hana shida na ripoti, hana shida na uchunguzi, hana shida na watu kuwajibishwa? Kama unataka mechi tarehe 15, mpaka dakika hii bodi hajatoa ripoti, watu hawajawajibishwa. Sasa Simba iliyotoa taarifa kwa mashabiki na wanachama, maana yake ilitakiwa kupush kwamba jamani, mmetangaza tarehe, lakini no. Kuna vitu sisi tulikuwa na mahitaji yetu ambayo ilikuwa ni ripoti na ya uchunguzi na watu kufanyaje, kuwajibishwa. Sasa tarehe imetangazwa, nani kawajibishwa na kipi tumekichunguza? Kwa sababu vitu vinaenda master kwa kufunikwa. Yani vitu vinaenda tu, yani ni kama vinarukwa, yani ni kama hatua tunachezeshwa tu, labda wao wana timu mamlaka, ndo kama huko kwamba kukubaliana tunakia kitu. Simba wana timu mamlaka according to Rage. Yani kwa mamlaka ndo huko sasa. Sio kubali kucheza. Mambo mengine yashughulikiwe ni kwa mamlaka. Kwa kifupi, mimi kusema ukweli, kitu ambacho kilicho wazi, Simba leo amegusa hiyo issue ya ripoti ya uchunguzi. Nimekuuliza kwa sababu bwana, hivyo tafsiri halisi ya maendeleo hana chama. Simba anaulizia hilo. Young Africans anahitaji ripoti ya uchunguzi, na mimi ninachokuambia, ziko taasisi nyingine ambazo ziliathirika na kutochezwa kwa ile mechi ya tarehe 8. Hata wao mimi naamini wanaihitaji hiyo ripoti. Inawezekana hawajafikiria tu kuamua kuzungumza, lakini naamini kutokana na nao pengine wanatii mamlaka, lakini na wao pia kutokana na athari mbalimbali, kwa sababu hapa tumewazungumza sponsors ambao ni wadau wakubwa kwenye mpira wetu, na wao maana yake kuna namna wameathirika kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu imagine kwa mfano mtu ambaye ana haki ya kuonesha hizi game za ligi kuu, alishaandaa kila kitu, wapo wateja wake walilipia vingamuzi kwa ajili ya mechi, maana yake na yeye mwisho wa siku anatarajia kupata ripoti iliyosababisha kwa hiyo swala la kundi linalosubiri hii ripoti ya uchunguzi ni kundi kubwa sana, na mimi ninachoamini bodi ya ligi wao wanatambua hilo, kwamba hii ripoti inasubiriwa na watu wengi sana, ili kila mmoja afungue nafsi, akunjue nafsi aone kwamba bwana kilichotokea kweli kilikuwa ni kitu ambacho hakikuwa na namna nyingine ya kufanya zaidi ya hivi ambavyo imetokea. Lakini hakuna majibu yoyote kwenye hili. Awamu ya kwanza jambo limefichwa,
taarifa ya pili ya bodi ya ligi inakuja, unapewa ratiba ya tarehe 15. Kwa hiyo kuna namna, kusema ukweli, kwa akili tu ya kawaida bado unaendelea kuwaelewa kabisa Young Africans nini ambacho wanajaribu kukidai. Okay, kuna namna Master Farani na Njenge, kuna namna kwa hivi sasa, kwa namna yani kwa picha ya kawaida, kuna namna Simba na Yanga ni kama wanaanza kuzungumza lugha moja kwa kudai report. Sio lugha moja kama yake bana. Msikilize legend. Kama Yanga wanadai report ya uchunguzi, leo Simba wameibuka kudai report. Kampista. Msikilize legend. Wanazungumza lugha moja. Hawazungumzi lugha moja. Pale lugha gongana. Pale lugha gongana, hawazungumzi lugha moja. Na ukiangalia katika hili la mchezo huu wa dabi ya tarehe 15, kuna mmoja inaonekana kama atakwenda kunufaika. Kuna mmoja atakuwa mnufaika, mwingine mtakuwa muathirika katika hawa wawili wa Simba na Yanga. Mchezo ukichezwa, kwa mfano mchezo hujachezwa, mnufaika wa moja kwa moja atakuwa Simba. Kwa sababu zile alama 3 zitakwenda kwake. Pamoja Ali amepiga mkwara kwamba thubutu hamna atakayegusa hizo point. Lakini kwa mujibu tukifuata hii kanuni, pointi Simba anapata point. Kwa hiyo ndio atakuwa mnufaika. Lakini wakicheza hapo itategemea nani kapata matokeo yaliyo bora. Ndio atakuwa mnufaika. Lakini mimi ninachoona wazungumzi lugha moja, kwa sababu lugha ya Yanga ni kwamba wao hawachezi na hawatuingiza timu tarehe 15. Simba pamoja na mambo mengine mengi aliyoandika katika taarifa kwa umma ya leo alfajiri ya asubuhi, watu wakaujaze uwanja. Nafasi kutoa kwamba yani mechi yeye anaitaka. Watu wakajaze uwanja. Kwa hiyo lugha moja wanasema, kwa sababu uchunguzi Simba wao ndio wanaweza kutoa hii kauli. Wanataka uchunguzi, wahuni wote washughulikiwe, na ndipo wanasema sio mchezo huo tu. Ligi yenyewe walisema kwa ujumla according to mzee wetu Magori. Lakini over suddenly hiyo wamepoteza hiyo, wanaona kwamba wengine kwa wamesusia, wao wanufaiki. Kwa hiyo mimi ninachoona, wengine wanadai haki. Yanga wao wanasema wanadai haki. Waonekane haki imetendeka. Wao wapo tayari kucheza mchezo kama haki itatendeka, wakiona kabisa hiki kilichofanywa ndio tunachohitaji. Na Mheshimiwa Ragi amesema kwamba mfano wa FIFA CAF ukifanya hivyo watakunyoa mapema tu. Wakati mwingine kama umewahi kufuatilia kesi mahakamani, utaona washtakiwa wanasema hatuna imani na hakimu fulani. Wao wanalalamika, wanaleta mapendekezo kwamba sisi hatuna imani na hakimu anayesimamia kesi kwa sababu hizi na hizi. Na wakati mwingine hakimu wanabadilishwa. Okay. Unajua, wanabadilishwa hakimu, wakati mwingine wanabadilishwa hakimu, kesi inaunguruma, mwenye kupata napata chake. Sawa, lakini katika hili kama Yanga wanaona wapo right kwa hiko wanachokifanya, waendelee kusimamia hilo. Wasimamie hilo, kwa sababu mwisho wa siku watu tutaangalia kanuni zinasemaje, taratibu zinasemaje. Kwa huyu msimamia kanuni, kama yeye alikuwa sahihi katika kanuni, si ndio bidi ndio asimamia Kenya, kwa hayupo sahihi, ndio maana anayumba. Ndio maana hata hivi vikao ndio wanaoita wao wabembeleze, jamani badilisheni msimamo, wacheze, wafanye, kwa sababu wanajua kabisa kuna mambo yalikiuko huko nyuma. Kama hakuwa na kuikwaje wote wa mambo, nadhani hata TFF bodi ya ligi wasingewaita Yanga mezani, waite majibu madogo kusudi swali liishe. Lakini leo na Njenge, kama mimi binafsi kama nimemuelewa vizuri, Steven Mguto, mwenyekiti wa bodi ya ligi, chairman wa bodi ya ligi, unajua ukiliangalia sakata lilivyo, hata siku ya kwanza anafanya press ya kwanza akaanza kuzungumzia tukio la Yanga ingetokea wangeweza kushuka daraja, wangetaka kufanyaje, sio umeelewa vizuri. Lakini kwenye hili hapa tumefika hapa, kwanza lazima tuweke sawa, na si kwamba Yanga ni wasafi sana, sio umeelewa, si kwamba Simba wenyewe ni wasafi sana, si kwamba TFF ni wasafi sana, sio kwa bodi ya ligi ni wasafi sana. Mpira duniani haujawahi kuwa clean 100%, sio umeelewa. Yani hao wote wanajuana, walishaleana, walishasameheana, sio umeelewa, wameishi sana, walishabebana, sio umeelewa. Sasa basi ulivyo hapa tumefika ni matokeo ya ushikaji, ya kwa bana tunajuana na mtu fulani, huyu tunamjua, yule anaweza kufanya hivi, yule anamudu. Kinachofanyika na Yanga hivi sasa ni kuzika ile mbegu ya kujuana.
Si umeelewa vizuri? Kwa sababu sasa hivi hapa hawatazamani usoni. Hakuna ambaye anamtazama mwenzake Usoni. Hakuna. Mpaka kilichopo sasa hivi. Sasa hii ni rebirth. Yani tunaenda mpira wa Tanzania unaenda kuzaliwa upya. Yani itabaki kuwa heshima kwa Yanga. Bila kujali kama Yanga atakatwa alama, hatokatwa alama, watu watafungiwa, lakini itabaki kuwa heshima kwamba 2025 msimu 2024-2025 ndio rasmi. Yani mimi binafsi kama TFF na bodi ya ligi watasema Juni 15 mchezo upigwe, Simba waende uwanjani na wapewe alama na magoli 3. Sio maneno vizuri. Na Yanga akakatwa alama, Simba atakuwa ameshinda na Yanga atakuwa ameshinda. Sio maneno. Mimi binafsi kwa mtazamo wangu Yanga anachokipigania, yani kuliko kwenda uwanjani na kushinda, sio umeelewa, ni sahihi kubaki na kukatwa alama kwa sababu unasimamia unachokiamini. Hivyo ndivyo ambavyo taasisi yoyote duniani haipaswi kuwa na misimamo miwili. Msimamo ni mmoja. Okay. Baada ya hapa naamini ushikaji ule wa wadau wa mpira, yani kwa maana ya TFF na hizi vilabu, bodi ya ligi utakufa. Lakini tusimamie sana hoja za